Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Riziki Pembe Juma amewataka wadau wa sekta ya utamaduni kushirikiana na serikali kwa lengo la kutatua changamoto zinazokandamiza mila, silka na utamaduni wa Mzanzibari. Mheshimiwa Riziki amesema hayo wakati akizungumza katika kikao cha wadau wa sekta ya utamaduni chenye lengo la kusikiliza maoni na michango ya wadau wa sekta hiyo ili kuyafanyia kazi katika ukumbi wa Kariakoo, wilaya Mjini Unguja. Amesema utamaduni wa Mzanzibari ni hazina kubwa, hivyo ni vyema kutunzwa na kulindwa ili uweze kudumu bila kuathiriwa na teknolojia. Na bahati leo njema sana, Mheshimiwa Rais ameagiza, lakini ukizingatia kwamba leo tuko mwezi wa Januari, kuanzia mwezi wa Machi tunaanza ile maandalizi ya bajeti zetu za mawizara. Kwa hiyo maandalizi haya yatakwenda sambamba na maoni ambayo tunapata kwenu ya kuona tunajenga zaidi ili kuona bajeti zetu zinakwenda kimkakati ya kudumisha mila zetu. Kwa hivyo hii Wizara ya Habari, heka za utamaduni, sanaa zake na mambo yote yanayofanana na hayo basi yanakwenda sambamba na ile kasi ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Mjenga mafurahio, lakini huko chini tamaduni zikawa zinatetereka, ile lengo likawa nalo pia halifiki. Utajikuta mwisho wa siku tumejaa wale wavaa suruali walikata keye wako wengi, lakini tamaduni zetu nazo zimepotea kwa maendeleo makubwa, lakini huko chini kuna changamoto. Kwa ishara tunaomba kutoka kwenu, mtu shauri, mtu elekeze, mtu ambie, mtupe, mtufundishe, mtu kamata mikono ili tuendeje. Na hii haitakuwa mwisho wake leo kwa basi. Tutaendelea, lakini hata mrejesho wa haya leo tutakuja pia kutoa kwenu kama ambavyo tunafanya siku ya leo. Naye Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Matar Zahor Masude amewapongeza wadau hao kwa kazi kubwa wanayoifanya katika kuhakikisha wanaendeleza utamaduni ikiwemo kulinda lugha ya Kiswahili na kuwataka kuendeleza mashirikiano na serikali katika kuleta maendeleo. Itakuja ratiba ya wadau wa habari. Pia ni maagizo ya Mheshimiwa Rais ya kututaka tukae na wadau wote ambao wanaunda wizara hii. Lengo ni kutoa fursa ya kuwasikiliza yale ambayo mnahisi wizara na serikali ifanye, yale ambayo yanahusu kazi zenu za kila siku, yale ambayo yanahusu maendeleo katika nchi yetu, yanayohusu katika maeneo yenu ambayo mnayafanyia kazi. Tulikuwa tunasema tunaweza tukawa sisi ndani ya wizara tunaamini tunafanya vizuri, lakini bila kuwasikiliza nyinyi inawezekana isiwe sahihi sana. Na mkutano wa jana tulianza nao umeonyesha hilo ambalo nalisema. Yako mengi ambayo pengine hatuyafahamu, yako matarajio ya watu, lakini kwa sababu hatujapata nafasi ya kusikiliza basi tulikuwa hatujui. Lakini mkutano wetu wa jana na unaendelezwa wa mkutano mwingine itatupa nafasi ya kuweza kusikia yale ambayo tulikuwa hatujui na hatujawahi kuyasikia. Kwa hiyo tunao furaha na faraja ya kuwa mmepata mwaliko na kwa kweli mmejitokeza kwa wingi, mmetupa faraja lakini na nguvu ya kuendelea na kazi hizi, kuona kuwa tunaweza kufanya vizuri zaidi kwa ushirikiano wetu pamoja. Nataka niwaahidi, Mheshimiwa Waziri atasema, lakini sisi kama wizara tutaendelea kutoa ushirikiano wa dhati kwenu, usio na masharti, lakini pia na nyinyi tungeendelea kuwaomba ushirikiano katika kutekeleza kazi zetu. Bila ya nyinyi hatuwezi kufika pahala tunawatarajia, tunawategemea. Kwa hiyo niwaombe sana mtusaidie katika jambo hili. Na eneo hilo ambalo tunajadili leo ni muhimu sana kwa ajili ya nchi yetu. Utamaduni ni sehemu ya historia. Utamaduni ni urithi. Utamaduni ni utambulisho wa nchi. Kwa hivyo eneo hili kama hatujaja na mikakati imara ya kuweza kulisimamia, tunaweza kama nchi baadaye tukapoteza utambulisho wetu, tukapoteza historia yetu, lakini pia
tukavuruga maisha yetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kulinda kwa nguvu zetu zote. Naye naibu katibu mkuu wa wizara hiyo Abdul Ghulam Hussein alikuwa na haya ya kusema. Lakini mheshimiwa, mimi sitakuwa na mengi. Lengo la kikao katibu mkuu ameshaeleza tayari kwa kikao cha wadau, na ni nafasi nzuri kuweza kuwasikiliza, na sisi kama watendaji ama wasaidizi wako wa Mheshimiwa Rais, leo sio siku yetu ya kusema, ya kusikia ili tukatende. Wakitoa maoni kwa wakati tofauti, wadau wa mkutano huo walikuwa na haya ya kuzungumza. Kwa hivyo vitabu vya Kiswahili naona viangaliwe, je, vinaendana na utamaduni wetu? Tunachokisomesha ndicho kilicho? Tusipige kelele huku wakati kule vitabu vinakwenda vitu tofauti. Mfano, vitabu vya zamani vilikuwa vinazungumzia mambo ya desturi, mila vizuri sana, lakini sasa hivi havipo. Chengine ambacho kimezungumzwa sana hapa kuhusiana na mavazi. Kusema kweli ni aibu Zanzibar. Zanzibar ni aibu. Mavazi yanayovaliwa ni aibu. Tunaomba wizara iunde taratibu au kamati maalum kuhusiana na utafiti masuala ya tiba asili, lakini ikawahusisha wadau wa tiba asili au watibabu wa tiba asili, wakashirikiana hilo. Tutapata kuibua mengi kuhusiana na utibabu na kuona tiba zetu zina uwezo gani wa kutibu maradhi mbalimbali ambayo yapo katika jamii yetu. Mkutano huo umewakutanisha kwa pamoja wadau kutoka mabaraza ya wazee, wajasiriamali wa bidhaa za utamaduni, wazee wa mila na watabibu wa dawa za asili. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.